Na mungu nasikiliza Baraka One TV ni saa 9 saa za Afrika ya Kati, ikiwa ni 10 majira ya Afrika ya Mashariki, na ambako kunasikiliza Baraka One TV ya kusikiliza Baraka One TV kutoka DRC. Yote ni kulingana na harakati ambazo tuko tunazifanya kila siku ili kujaribu kuongeza kile ambacho kinastahili kuongezeka, na hii pia inaweza kusaidia mambo yazidi kwenda mbele zaidi. Na ili kwanza kupata habari zetu za moto ni kulike pamoja na kusubscribe Baraka One TV. Tuko Facebook pamoja na TikTok, unaweza kulike pia na kufollow, na hivyo utakuwa kwanza kunapata matangazo kila wakati. Sasa kuna malalamiko, raia wengi wako wanalalamikia Vital Kamerhe huku akimlinganisha na Yuda Iskariot, msaliti ambaye yuko na isaliti serikali nyuma ya mgongo, ambaye yuko na mpiga madongo rais wa nchi bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Haya mambo yote tutakuja kuyazungumzia. Serikali ya DRC kupitia jeshi la FARDC wameweza kuwalaumu magaidi wa M23 kwa mauaji ya watu 17 waliofanya. Haya yote ni kutokana na vile ambavyo serikali iko inafanya chini juu ili kutafuta suluhu na kuwaondoa magaidi waweze kurudi kule ambako wametoka, ambako ni nchi ya Rwanda. Na usisahau kwamba operation Saidia Muzalendo bado iko inaendelea, na ikiwa hujaungana na operation hii, tafadhali tumia namba ambazo unaziona kwa screen yako hapo, na moja kwa moja utaweza kuwasiliana na Baraka One TV. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeweza kuwalaumu magaidi wa M23 kwa mauaji ya watu 17, na hilo tutaligusia kwa ukubwa mno, ili tuweze kuwekana sawa hapo. Na pia naweza kugusia hili swala jingine, itabidi kuongezea hili swala jingine. Hapo kuna swala la kuongelea hapo. Swala gani hili? Kuna mwanajeshi mmoja ambaye ameua wenzake na kujeruhi wengine wengi baada ya ulevi ya kuwa amelewa, jeshi wa FARDC. So hili swala so swala nzuri, ni swala la kusikitisha. Haiwezekani kuona wanajeshi wako wanafikia hatua kama hii. Na hiyo yote tuko tunazungumzia mara kwa mara na kujaribu kuonyesha watu, kuambia kwamba askari kuna namna ambayo anatakiwa hawa. Na hiyo yote ni viongozi ambao wako wanaongoza, wako wanawaacha. Unakuta soda anakuvalia pantalo ya teni, kisha iko na lipapa na iko na bunduki, na anatoka anaenda anatembea, na wanamuona hawatamfanya chochote. Ushelewa? So hii ni makosa. Ni makosa. Soda anaingia kilabuni, anakunywa pombe huku iko na bunduki. Sasa jiulize, huyu hapo mambo wakipigana tu kwa ulevi pale, unajua magomvi ya walevi inakuwaje? Ni hatari. So makamanda wa FARDC wanatakiwa kuwa makini kisa kukontrolea wanajeshi wao. Na hata wazalendo pia ni hivyo, na wenyewe wanalewa sana. Sasa tuseme kwamba tuko tunawasema vibaya, lakini tunawaambia tabia ambazo zinakuwa hazipendezi, ili kuweza kuziacha na kuweza kuungana kwa pamoja kwa ajili ya kutengeneza kitu ambacho kiko muhimu. Na tuanze na hii hapa. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wameweza kutoa taarifa nilitokea hiyo tarehe 23 tokea ujuzi, ambako wanasema wananchi 17 waliuliwa katika kijiji cha Munzinzi ambacho kinapatikana Sheferi ya Ngweshe tarafani Walungu
mkoani Kivu ya Kusini. Kutokana na taarifa kutoka kwa FARDC, mauaji hayo yameweza kujirudia mara mbili tokea tarehe 22 na tarehe 23, ikiwa ni majira ya saa 12 na nusu saa za jioni, ambako magaidi wa M23 wanasema pamoja na RDF baada ya kuweza kupoteza watu wengi. Ni kawaida yao wakipigwa huko ambako walikuwa wanakumbana na wazalendo, kisha asira zao wanakuja kuzimalizia kwa wananchi. Waliweza kuua watu na kuteketeza nyumba zao na kuharibu kila kitu chao, huku pia wakibaka na kuiba mali za wananchi na kusepa zao. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC yanazungumza kwamba hali hiyo ambayo inajirudia imefanywa na magaidi wa M23 na hivyo kufanya wananchi kuweza kukimbia maeneo yao na kuwa na wasiwasi mkubwa, na huku wakihitaji serikali iweze kuingilia kati. Hayo yanafanyika huku wazalendo na muungano wa FARDC wakiwa wako strong kwa ajili ya kumpiga adui ambaye yuko nafanya uhalifu kila kukicha nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kupitia tangazo hilo majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kwa msomaji wake msemaji wa jeshi Sylvain Ekenge, General Sylvain Ekenge ameweza kutafsiri tukio hilo kuwa ni tukio la kigaidi, tukio ambalo wala halikubaliki mbele ya jamii na hata pia mbele ya jamii ya kimataifa. Sasa hapa jinsi tuko tunawaambia kila mara, watu wanalilia, wanajifanya kwamba wao ni wakombozi, kwamba wao wanakuja kutetea, wao wanakuja kutoa regime ya badictateur, ya regime ya bajusere, regime ya bakriminel, regime ya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Ndio tuko tunakumbuka wanasema usiache msala chemba kwa msala upitao. Usiache kidogo ambacho uko nacho kwa ahadi ya kupata makubwa. Hapana, utakuwa malere. Uwezi kutukana serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo uko nayo kwa kutegemea kwamba hao wenye wako wanakuja ndio watakufanya vizuri. Ni uongo. Na ifo voir ni nani mwenye anakuja? Iko na nini? Anatokea wapi? Rwanda, Uganda, Somalia, Sudan. Bazungu hawataki sisi mema, hatuna mema ambayo wao watatuletea zaidi ya ukoloni tu. Kwa hiyo haya yote kama yametokea leo ni kwa sababu kuna watu waliwakaribisha, wakawaingiza katika vijiji vyao, wakawapa kila kitu. Leo imekuwa ni mwiba kwetu, mwiba kabisa. Nani mwenye atasibiri hii mambo yote iko inafanyika? Kiva pesa? Hakuna. Hello? Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio pekee ambayo itaweza kumaliza huu mchezo ambao uko unafanyika. Na katika mchezo ambao uko unafanyika kuna watu ambao wako serikalini wanaungana mkono na magaidi wa M23. Hivi karibuni Vital Kamerhe, Bahati Lukwebo na viongozi wengine wa Kivu ya Kusini ndio wananyoshewa vidole na wananchi kwa asilimia kubwa kwamba hawa watu wana collaborate na M23 direct, kwa sababu hatuoni maaksio zao zenye wako wanafanya za kufournir effort juu ya kuwapiga M23. Edayere miongoni mwao leo guverneri mwenye alisimikwa Bukavu wa M23, tofauti na ule bumbafu Birato mwenye aliingia tu in semana akakula franga za regide za SNEL. Guverneri aliingia tu in semana franga SNEL hiyo ashakula zote. Oh, j'ai beaucoup dépensé, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, et alors je dois récupérer mon argent. Wakati uko unafanya juu ya chama. Leo uko guverneri
unataka urekipere la zako. Na Biratu mwalitoka alikuwa mu AFDC ya Basi Lukwebo. Mwingine mwanaingia naye pia ni hivyo kutoka ku AFDC ya Basi Lukwebo, na aligombea ubunge katika uchaguzi ambao umepita. Ukiangalia asilimia kubwa ya wanasiasa wa Kivu ya Kusini, wengi wanazungumza na M23. Na hata hii mikataba ambayo mpaka sasa hivi kama mambo yanasuasua, ni juu Felix hapendi kuwasikiliza. Lakini wako wanamtia chachu masikio kwamba mzee, sikiliza, sinye zile kontra, sinye ile mikataba, hawa jamaa ili waache vita, waingie, tuwaingize muarme, tuwaingize mla polisi, tuwaingize muma services za renseignement na vitu gani. Lakini paske Felix ni patriot, mais aussi patriot mwenye iko léger. Ya iko très léger. Haiko na poa. Jua nkasema iko na poa sasa kina Lumumba, sasa kina Mzee Laurent Desire Kabila, angechukua maamuzi ambayo iko direct. Unaona? Wengine wanamtaka mzee wa Biblia, mzee wa kanisa sana. Kanisa iko mingi mkichwa. Ya leo nchi kama Kongo sio ya kuendeshwa kwa kanisa. Nchi ambayo inaendeshwa kwa misingi. Leo Mr. Skeleton kama ni mzima, kama amekufa, unaona anajificha. Yote ni nini? Kutaka kukwepa kwenda kusinye. Ushelewa? Kwa hiyo viongozi wa Kongo wanahusishwa kucollaborate na M23 na hata kuanguka kwa Constant Mutamba. Programu ya kumwangusha imetengenezwa na Kabila na Rwanda kupitia Vital Kamerhe, president wa Assemblée Nationale, kupitia wakina Firmin Mvondi na wengine. President wa Cour de Cassation ambaye aliweza kuomba Constant Mutamba avuliwe immunity zake. Alinunua nyumba ya pisi ya $900,000 wakati mshahara wake hapati, hawezi kuwa na ile nyumba. Unaona? Tena anauzia wapi? Bulaya. Kwa nini asiuzie Kongo? So unakuta kama ni pesa mingi ambazo watu wako wanazipoteza, ambazo watu wako wanakula kwa ajili ya kutaka kuangamiza nchi hii. Na ndio maana wakina Vital Kamerhe wanachotwa vidole na wananchi kwamba hao jamaa wako wanatuuzisha. Unaona? Kamerhe na wazao wanatuuzisha. Sasa kama wanatuuzisha, ni vyema serikali iweze kuangalia. Na nikisema serikali, moja kwa moja nasema mwenye nchi yake, rais wa nchi, aweze kuangalia hao jamaa sio wazuri. Kamerhe, Bahati Lukwebo, wakina Kantitima, wakinani, wanani, wale watu sio wazuri. Kwa sababu ukiangalia presque wa leader ambao walikuwa natumika na Joseph Kabila, ni politika nambe, wale ndo wako naye tena. Na tunajua kwamba shetani hata avae kanzu nyeupe hawezi kuwa na roho nyeupe, atabakia kuwa shetani tu. Sasa inasikitisha kuona jinsi watu wako wanawapaka mafuta viongozi wetu wa Kivu ya Kusini, wakati wao ndio walitakiwa kusimama kutetea Kivu ya Kusini, lakini hakuna hata mmoja kati yao. Mpaka leo hakuna mmoja ashakomdane arrivea ya Kabila Goma. Na kwa habari ambazo niko nazo sasa hivi kwamba Kabila atakuwa iko Bukavu. Kabila atakuwa iko Bukavu. Hivi kitu tunaongea hapa leo. Plani yao ni kutaka kuvunja front ya Uvira. Bavunje Uvira, baende Fizi, baende Manyema, baende Tanganyika, baende Kongolo kote, kote Manyema, Kongolo kote kule. Wavuke Tanganyika waende Mampweto, wavuke waende kule kote mpaka waingie Lubumbashi. Unaona? Wakifika kule kote Makasomeno, si deja wako Lubumbashi. Unaona? Kwa hiyo ndio plani ambayo wako nayo. Sasa plani hii watawasaidia na kina nani? Na kina Vital Kamerhe na wengine. Kwa hiyo anemo ba leader ya Sud Kivu na Nord Kivu ni ba faible. Ba leader yetu ni ba faible, na ndio wenye biko wana soutenir kumunjia moja ama nyingine M23.